Sisi kama Coastal Union tumejiandaa vizuri kabisa kwa sababu tumepata wasaa kama siku mbili, tumekuwa na session yetu ya maboresho kutokea mchezo uliopita, lakini pia tumepata nafasi ya kuandaa mbinu zetu na mpango bora kuelekea mchezo dhidi ya Yanga, huku tukifahamu kabisa ubora ambao Yanga wako nao, kwa sababu tunafahamu kabisa wao wanapambana ili waweze kupata ubingwa kwa msimu mwingine tena, lakini pia Coastal Union pia tunapambana kwa ajili ya kuendelea kuja katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri wenye ushindani ambapo Yanga watauliza maswali na Coastal watayajibu, lakini pia Coastal hautacheza kinyonge, pia lazima tuulize maswali tuone kama nao pia wanaweza kutujibu. Kwa hiyo nategemea kuwa na mchezo wa kiushindani wa timu zote mbili. Shukrani sana mwalimu. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Salaam. Mwalimu, kesho tunakutana na Young Africans ambao wamekuwa bora sana hususan wakitumia kwenye uwanja wao nyumbani. Kesho tutarajia mabadiliko ya kimbinu zaidi. Mabadiliko ya kimbinu ni jambo la kawaida kwa sababu kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine unakutana na timu tofauti tofauti. Kwa hiyo kila timu inatumia mbinu tofauti tofauti. So manake kuelekea kucheza na Yanga, Coastal pia tutakuja na mbinu nyingine ambavyo itasaidia kuwakabili na kuuliza maswali mengi sana timu ya Yanga African kesho. Swali lingine kwa mwalimu? Mwalimu, kwanza kupongeza kwa mchezo wa kocha wa Coastal. Mara mwisho kidogo pengine tuliona na muda kuelekea kwenye mechi dhidi ya Young Africans na bahati na kufanya vizuri kwa uwezo wa kufunga Singida, miongoni mwa timu ambao kidogo daraja linafanania na Young Africans. Kesho kucheza na Young Africans kwenye kipindi ambacho wamemrusha mwalimu mkuu, ndio wabaki walimu ambao wana uzoefu na timu. Kiuhalisia inakwenda kuwa ngumu na pressure kiasi gani kwa wachezaji wako, lakini tunafahamu kiufundi pia huwa inatoa motivation pale ambapo anapokuja mwalimu mpya na wanapokuja walimu wengine kwenye benchi la ufundi kuonyesha chati wa kila mchezaji kufanya vizuri. Itakuwa ngumu kiasi gani kwenu? Yes, kwa mabadiliko ya benchi la kiufundi ambalo Yanga wameweza kulifanya, sisi kwetu Coastal hatujaweka kama ni focus kubwa sana, kwa sababu ni sehemu ya mabadiliko ya kawaida katika timu mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini kocha aliyopo amekuwa akihudumu katika nafasi tofauti tofauti katika timu ya Yanga. Kwa hiyo tunajua anaifahamu na wachezaji pia wanamfahamu. So tunategemea Yanga yenye style ya uchezaji ile ile, na sidhani kama mwalimu atakuwa na impact ndani ya siku moja kutuletea kitu tofauti. So tumejiandaa kwa kabili kwa jinsi ambavyo tumejua ubora wao kimbinu, lakini pia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. So Coastal Union, there's no pressure at all. Swali la mwisho kwa mwalimu. Motivation wise ni mchezo wenyewe. Niko na imani kabisa wachezaji wengi wanakutana na hizi A team, Simba, Yanga, Azam, Singida. Game wenyewe tayari ni motivation tosha. So kila mmoja anakuwa na kiu ya kuweza kupambana na hizi timu bora ili wao waweze kuonyesha talanta ambazo wako nazo. Kwa hiyo tunategemea vijana kesho watakuwa na spirit ambayo wamekuwa wakionyesha kwenye mechi zilizopita, lakini pia hata mazoezini tumeona chachu ambayo wamekuwa wakijenga kuelekea mechi dhidi ya Yanga. So mimi kama mwalimu niko na imani kubwa na wachezaji wangu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuandaa physically and also mentally. Kwa hiyo hatuna pressure ya mchezo. Asante sana.
Shukrani sana mwalimu. Sasa zungumza na mashabiki wa Wanamangushi ukiwaalika uwanjani. Mashabiki Wanamangushi, Wanatanga, tunaomba bado muendelee kuwa na imani na vijana wetu, na vijana wanaahidi kuleta mchezo mzuri kuelekea kesho. So kikubwa kutoka kwenu tunaomba sana muendelee kusupport, muendelee kutuweka katika sala na maombi yenu, dua, ili timu yetu iweze kufanya vizuri kesho. Kwa ufupi ningeomba kabisa moyo wao wa ushabiki waje waliopo Dar es Salaam, Tanga waweze kufika karibu katika uwanja wa KMC kesho ili kuweza kuanikiza timu yetu ipate matokeo ambayo tunayatarajia kwamba itakuwa ni matokeo mazuri. Shukrani sana kocha.